Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ama ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu katika imani, siku ya leo biidhnillah ta'ala tunakwenda kuangalia jambo moja adhim, jambo moja kubwa sana, jambo moja zuri sana ambalo kama utakuwa nalo basi na wewe ni miongoni katika vipenzi na miongoni katika mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unaweza kujiuliza kwamba neno wali maana yake nini? Wali maana yake ni kipenzi cha Allah, yule ambaye anapendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na siku zote katika maisha yako lilia sana kupendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu kama anakupenda basi chochote utakachokitaka na Mungu naye anataka. Ndio maana mara nyingi mawali wa Mungu hata dua zao zinakuwa mustajaba, zinakuwa ni zenye kukubalika mara moja dua zao. Ndugu yangu katika imani, tunakwenda leo biidhnillah ta'ala kuelezana na kufahamishana kuhusu alama tatu hizi ambazo hizo ukiwa nazo basi ni miongoni na wewe katika mawali wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niombe ndugu yangu, darasa letu la leo ni fupi na wala si refu, na mara nyingi sana katika darasa zangu natumia muda mfupi ili nisikudie bando lako elefu. Kutumia sana bando kwa muda mrefu, natumia muda mfupi ili niweze kukuelewesha kile ambacho nakusudia kukielewesha kwa siku husika. Kwa hiyo niwaombe watazamaji wangu, usipeleke video hii mbele, twende kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na imani kabisa kuna faida kubwa sana siku leo unakwenda kuipata biidhnillah ta'ala kupitia katika darasa hii na kupitia katika channel hii ya Msimbo Online TV biidhnillah ta'ala. Alama hizi ndugu yangu katika imani unazipata sehemu gani? Alama hizi ndugu yangu katika imani tunakwenda kuziona katika sehemu gani? Hizi alama tatu tunakwenda kuziona katika njia ya ru'ya. Tunakwenda kuziona katika njia ya ru'ya, katika njia ya ndoto. Ukiziota ndoto hizi tatu basi na wewe ni miongoni katika vipenzi, ni miongoni katika mawali, ni miongoni katika wale wapendwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kama utaziona alama hizi tatu biidhnillah ta'ala. Twende katika alama ya kwanza kabisa. Nisikilize kwa makini sana mpaka mwisho. Twende katika alama ya kwanza kabisa. Alama ya kwanza ambayo hii mtu akiiona katika ndoto, huyo ni kipenzi cha Allah. Ru'ya Rasulillah. Ru'ya Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Ni ndoto ya mtu kumuota amemuona Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu yangu, siku zote kama utakuwa umelala kisha ukamuota umemuona Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wewe ni miongoni katika mawali na ni miongoni katika vipenzi vya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mtume anasema man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqa. Mtume anasema yoyote atakayeniona katika usingizi, yoyote atakayeniona katika usingizi, yoyote atakayeniona katika usingizi, kwa hakika mtu huyo atakuwa ameniona kweli. Fa inna shaytani yatamathalu bihi, kwani shaytani hata siku zote hawezi kujifananisha na mimi. Kwa nini Mtume akasema hivi hapa? Kwa maana kuna ru'ya mina shaytani, kuna ndoto ambazo zinatokana na shaytani, na kuna ru'ya min Allah, na kuna ndoto zinatokana na Mwenyezi Mungu. Sasa kuna ndoto zingine ukiota na kwa ndoto za kishaitani. Sasa Mtume anasema mimi siku zote shaitani hawezi kujifananisha na mimi, kwa maana yoyote yule atakilala kisha akamuota Mtume Muhammad usingizini, Mtume anasema mar'ani fil manami faqad ra'ani haqa. Yoyote atakayeniona mimi usingizini kwenye ndoto, basi kwa hakika mtu huyo ameniona kweli. Fa inna shaytani, kwa hakika ya shaytani, la yatamathalu bihi, kwani shaytani hawezi kujifananisha na mimi. Hii ni alama ya kwanza katika zile tatu ambazo hizi mja kama ataziona au akaziota hizi alama tatu, basi huyu anakuwa miongoni katika vile vipenzi vya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anakuwa miongoni katika wale mawali wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni ya kwanza. Alama ya pili ndugu yangu katika imani, ru'ya tairu wal hayawanati wadawabu yukallimuka fil manami. Alama ya pili ni mtu akiwa amelala kisha akawaota
akaota ndege, akaota wanyama wa ardhini na wadudu wengine. Anazungumza nao katika usingizi. Aidha wao wanakusemesha au wewe ndio unawasemesha. Hii ni miongoni katika alama, ni miongoni katika dalili kwamba mtu huyu ni mtu mwema. Na hii utaipata katika aya mbalimbali za Qur'ani. Mimi nitakupa aya moja tu kwenye kisa cha Nabii Suleiman na Malkia Balqis. Wakati Nabii Suleiman anakagua majeshi yake ya ndege, kwa bahati mbaya hakumuona yule ndege mkubwa anaitwa Hudhud. Akauliza, yuko wapi hapa Hudhud, au hayuko pamoja na nyinyi? Famakatha ghaira ba'id, basi hakupita muda mrefu. Ahabbu bima lam tuhitubi wajituka min saba'in bila ba'in yaqin. Hudhud akamerudi na akamwambia Suleimani, kwa hakika nimekujia kutoka katika nchi ya Saba, na nimekujia hapa na habari ya kweli, kuja kumsimulia mkasa wa yule mwanamke Balqis ambaye alikuwa yeye na watu wake wanasujudia jua kinyume cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kusimuliwa habari zile, Nabii Suleiman akamwambia yule ndege, sanandhur asadakta au kunta min al-kadhibin, tutaangalia kama unasema kweli au miongoni mwa waongo. Akamwandikia barua, ile barua akamtuma nayo kwenda kwa Malkia Balqis. Kwa Nabii Suleiman alikuwa anazungumza naye huyo ndege Hudhud. Kwa yoyote atakayeota kwamba anazungumza na ndege ama wanyama wa ardhini, basi ni miongoni katika alama kwamba mtu huyo ni kipenzi na ni walii wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni alama ya pili katika zile alama tatu ambazo leo tunakwenda kuziangalia. Tunakwenda kuzungumza biidhnillah Ta'ala kwamba mtu hizi akiwa nazo, basi huyu anakuwa miongoni katika mawalii wa Mungu. Na hapa kabla sijaendelea, ndugu zangu katika imani, kuna dharura imejitokeza leo katika hii maiki yetu moja iliyobakia. Hii hapa, hii unachokiona hii imeingitumbugia katika maji, kwa hiyo hakifanyi kazi tena. Na hiki huwa hakiuzi peke yake, vinauzwa full, vinakuwa viko viwili hivi. Gharama yake ni shilingi 50,000. Kama atapatikana mtu ukinunua, maka sasa hivi kibakia kimoja tu, ndio hichi hapa nilichokivaa, ndio kichobakia sasa hivi. Hiki ndio kishakufa tayari. Nilikuwa naomba inshallah kwa wale wapenda khairi, hizi shughuli tunaendesha katika mazingira magumu sana, yeyote ambaye anaweza katununulia hivi hata kwa siku ya leo, tukaweza kuvipata tukaendelea shughuli zetu, kwa ni bora sana, kwa sababu ikizimika na hii ghafla na kwa kazi ya tena imekwisha. Hivi hapa viwili hivi, na gharama yake ni shilingi 50,000 kwa ajili ya kuendeshea shughuli zetu na kwa ajili ya kuendeshea dawa zetu katika mtandao huu. Hiki atakaye kwa tayari, basi nimuombe katika hilo afanye hima, afanye haraka tuweze kupata kifaa hiki haraka sana, ili isije katufia na hii biashara imekwisha. Tunaomba sana katika hilo inshallah. Kwa hiyo nimezieleza hapo alama mbili biidhnillah Ta'ala, miongoni katika alama tatu ambazo hizi ukiziona, basi wewe ni kipenzi cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na pengine utakuwa na maswali yako ya private utaka kuniuliza, basi unaweza ukaniuliza kwa message kwa hapo chini kwenye comment, au ukawatumia namba hii ya 0756 811146. Hiyo ni Vodacom, 0756 8111 mwisho 26, aba ile 0793 052 052 0793 052 052. Zote ni Vodacom. Hii ya kwanza 0756 811126 nayo ni Voda vile vile. Unaweza kaniuliza humo, na zote ziko WhatsApp hizo. Twende katika alama ya mwisho. Alama ya mwisho katika zile alama tatu, yeyote atakayelala ruya, yeyote ambaye atakayelala kisha akaota anasoma Qur'ani, hususan labda akasoma surati Al-Imran, surati Al-Baqara, surati An-Nisa, ama ayati al-Kursi au surati Al-Ikhlas, ama surati An-Nas au surati Al-Falaq na sura zingine katika Qur'an. Alafu yule mtu anapoamka asubuhi akawa anaikumbuka ile ndoto, na pengine akazikumbuka baadhi ya sura zile ambazo kwamba yeye amezisoma, basi huyu ni miongoni katika vipenzi na miongoni katika mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah, kamata hiyo, nenda kaifanye kazi biidhnillah Ta'ala, na utakwenda kuona muujiza mkubwa sana kupitia alama hizo tatu ambazo leo tumezieleza katika darasa hili la leo biidhnillah Ta'ala. Tukutane katika kipindi kijacho na katika darasa lingine lijalo la afkar na dua. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.